Na bila shaka mtazamaji wa Headmaster Networks, karibu sana. Hii leo tunakuja moja kwa moja kutoka maeneo ya Kimutobwa, kaunti ya Meru. Haya ni baadhi ya maeneo ambayo yanajulikana sana kwa sababu ya kukuza miraa, lakini wakazi wa hapa wana shida tofauti ambazo wanalalamikia kila wakati, na wanataka serikali iweze kuingilia kati na kuweza kuwasaidia ili kuhakikisha kwamba shida hizi zimeweza kutatuliwa. Lakini je, ni shida gani hizi ambazo wanapitia wakulima wa miraa na wangetaka zitatuliwe kwa njia gani? Ndio hii leo tunaungana na baadhi ya wakazi wa hapa Kimutobwa ndio tuweze kujua haswa shida gani ambazo wanapitia na jinsi ambavyo zinaweza kusuluhishwa moja kwa moja. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Unatazama Headmaster Networks. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Naam, karibu sana mtazamaji. Wacha tuzungumze na baadhi ya wakazi hapa tusikie shida ambazo wanapitia ni gani. Karibu sana ndugu. Kwanza tuambie jina lako. Asante sana. Majina yangu naitwa Joseph Mutema kutoka sehemu hii ya Kimutobwa hapa. Tunapitia changamoto kubwa sana kwa ajili ya hii mimea yetu ya miraa. Kwanza ni barabara kutoka sehemu hizi za mashinani. Barabara ni mbaya, ni mbovu sana. Tunaomba gavana wetu atushughulikie sana na MC wetu juu ndio anajua sehemu hizi za chini, atuangalilie mambo ya barabara ili tuweze kueneza na kupeleka mazao yetu sokoni kwa wakati ufaayo. Kwa hivyo naomba MC yetu Bwana More angalie hizi mabarabara yetu ili tukaweze kuwa tumefanikiwa kwa hiyo wakati wa mambo ya barabara. Juu wakati wa mvua pikipiki zinateleza, haziwezi pitika juu ya mabarabara kuharibika. Kwa hivyo tunamsihi atuangalie hiyo barabara ili tukaweze kufanikiwa kwa hayo mambo. Atupati hiyo unga. Naomba wewe unataka unga? Nataka unga ili watoto wetu waendelee kunywa uji. Okay. Sawa, acha nikuulize swali. Unasema shida ya kwanza ya miraa ni gani? Shida ni barabara. Ya pili? Ya pili ni stima. Sasa tuongee ya tatu. Bei ya miraa iko namna gani? Bei ya miraa iko chini kabisa. Wanaenda sokoni unakuta ile miraa yetu na inashikwa kubwa ni shilingi 50. Sasa shilingi 50 itanifaa kitu gani? Juu mfanyikazi anataka na mbiashara anataka. Sasa shinda ni kubwa sana kwa mimea yetu ya miraa. Kwa hivyo tutafutwe soko ili tuweze kuwa na ufanisi katika miraa yetu. Juu ikiendelea hivyo hakuna kitu tutapata kwa mimea yetu ya miraa. Na ndio tegemeo yetu ama uti wa mgongo katika Meru County. Shinda ya miraa, bei ya miraa inaletwa na makatero wale wako upande yule mwingine, na wakishikana viongozi wetu wanaweza kutatua hiyo mambo mara moja. Sana wa Meru is the most profitable crop. Ndiko na faida mingi sana Meru. Na hii miraa unaweza chuna kila siku ukitaka. Lakini sana tunaipeanga period ya 3 weeks. Baada ya wiki 3 unaweza chuna. Ni ukichuna miraa moja kama hii mti moja inaweza toa kama ngiri moja. So ukiangalia shamba yako ikiwa na miti kama ngiri 10, hizo utachunga multiply by mti moja ukitoa ngiri moja. Especially wakati si wa mvua, miraa inakuanga very expensive. So kulingana na Wameru, hii ndio sosile ya kusomesha watoto, kujenga manyumba na vitu zile zingine zote muhimu ukiingia kwa boma zetu ni kwa miraa. Kwa hivyo ukiharibu miraa umeharibu Meru, maana Umiru na miraa hawezi kuwa separatiwa. Ukiangalia huko hakuna mahindi, ukiangalia huko hakuna kahawa,
Ukiangalia huku hakuna avocado, ni miraa peke yake. Maana hiyo ndio mahali tunatoa pesa. Ukisikia watoto wamesoma ni miraa. Ukiona nyumba mzuri ni miraa. Ukiona watu soko ni miraa. Kwa hivyo miraa ni mmea mzuri sana. Hata kuambia watu wa Kenya yote, miraa si drugs. Maana miraa ina contain caffeine. Caffeine ndio iko hata ndani ya majani chai. Kwa hivyo miraa is just a crop like any other. Na tumshukuru rais wetu sana mstaafu Rais Uhuru Kenyatta kwa kufanya miraa cash crop. Because ukweli hii ndio cash crop muhimu. Inaingizanga mabillions every year in this county. Kwa hivyo tunaomba serikali ishikilie sana miraa na pia itufunze jinsi ya kulima. Tunaomba tupewe wa agriculturalist na serikali wakuja kuangalia kilimo ya miraa na watuambie how we can improve hii kilimo yetu ya miraa, maana ndio tegemeo yetu peke yake tuko naye huku. Kwa hivyo serikali tupewe agriculturalist wakuja waangalie huku tunalima miraa, waangalie we can improve them, how tunaweza improve hiyo ground ili miraa iangaliwe kama kahawa, miraa iangaliwe kama majani chai, miraa iangaliwe kama ile mimea ingine watu wanalima kama paradram, ili pia watu wa miraa waweze kupata usaidizi mkubwa. Kwa hivyo miraa, tukikula miraa kuna type mingi za miraa. Kuna type kama 3. Type ya kwanza inaitwa kisha. Kisha umea huku kwa mti. Hii inaitwa kisha, hizi umea huku ni kisha. Hii kisha inakuwa very expensive kuliko miraa ingine. Kuna wale wengine wanachunanga tu miraa kidogo huku ndani yenye si kata. Sasa ingine nasikianga huko kwetu Karamega kituita korondo. Hiyo korondo ni tumila kidogo, lakini hiyo korondo ile unafuna kama kata. Hiyo kata unaifanya kuwa kisha, alafu inaitwa korondo. Alafu kuna kata ile tunapeanga mbuzi 100 kwa ile kilo wanaenda kuuza 7,000. Kwa hivyo hapo tuangalia hapo kama rais, kwa sababu vile najua rais hawezi shindwa na Katero, kwa sababu huyu anaitwa Katero, inaonekana kama ni yeye anatawala. Kwa sababu najua saa hii rais akipiga hata na simu aseme miraa inunuliwe hivi, tunaweza nunuliwa miraa hii yetu vizuri. Kwa sababu kama saa hii ingine tunachunia chini, tunatupa na hakuna kitu tunapata. Saa hii kwa fees wanafunzi hakuna, wale wamekatua fees, saa hii wamerundi na tunawangojea tena, kwa sababu hata wana walimu na wao watawatuma, kwa sababu tunasikia hata wao wanasema ati pesa ya serikali hawajapata. Kwa hivyo naomba serikali yetu ifikirie sana elimu.